Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Hapa nazungumzia wekundu wa Msimbazi Simba, juu ya taarifa yao ambao wameweza kuitoa leo hii kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea uko ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi Simba, juu ya kukamalizana na hapa nazungumzia dili la Feitoto ndani ya kikosi cha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hatimaye yalikuwa ni maneno, hatimaye yameweza kukamilika leo hii. Tajiri mwenyewe ameweza kushuka nchini akitokea kule Dubai. Hapa nazungumzia Mo Dewji, ambapo alikuwa na kikao kizito kabisa na viongozi wa wekundu wa Msimbazi Simba, na ameweza kudondosha surprise yake katika uongozi huo mara baada ya kuweza kukutana na miongoni mwa wachezaji maarufu kwa sasa. Hapa nazungumzia nyota Feitoto katika ofisi za wekundu wa Msimbazi Simba. Yamejadiliwa yapi na imekuwaje? Wameafikiana, imekuwa vipi? Kwa dau gani? Utakwenda kujua yote, kwa sababu maswali ni mengi ambayo uko nayo kwa sasa kichwani, ukijiuliza kuhusiana dili la Feitoto huko kwenye wekundu wa Msimbazi Simba limekamilika au wamekutana tu. Yote hayo majibu niko nayo hapa, nitakwenda kusogezea kila kitu mwanzo mwisho, utakwenda kujua mustakabali wa hicho ambacho kimeweza kutokea. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana haya ambayo yanayoendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, asi wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, juu ya taarifa yao kuhusiana na Feitoto. Karibu. Bana, unafahamu ya kwamba ni kwa muda kabisa umekuwa ukiweza kusikia tetesi nyingi juu ya Feitoto kuweza kutakwa na kikosi cha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo Simba waliamua kuweza kuweka wazi kwamba wanamhitaji nyota huyo ambaye alikuwa pale kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, lakini nyota huyo aliamua kuondoka na kuelekea Azam, ambako Azam huko mambo yamekuwa mazuri, kiwango kimekuwa kikubwa, anazidi kunoga na kutakwa na vilabu barani Afrika. Sasa Feitoto na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba walianza mazungumzo mwanzoni mwa msimu huu. Watu wakatarajia kwamba pengine dirisha dogo la usajili anaweza kutua wekundu wa Msimbazi Simba, lakini ofa ambayo klabu ya Simba waliipeleka pale katika klabu yake Azam FC inaelezwa kwamba haikujitosheleza vile ambavyo Azam walikuwa wakiweza kuhitaji. Azam walikuwa wanahitaji shilingi bilioni 1 na milioni 300 ili kuweza kumwachia Feitoto kuelekea katika klabu ambayo itakayokuwa tayari kuweza kumlipa pesa hiyo kwa Azam FC, ambapo klabu ya Simba walipeleka shilingi milioni 600 pamoja na golikipa Aishi Manula, lakini Azam FC waliwakatalia ofa hiyo klabu ya Simba, na Simba wakarudi kwenda kujipanga upya kwa kile ambacho kilichokuwa kikiweza kutakiwa kwamba ni mkwanja wa pesa tu. Sasa mara baada ya klabu ya soka wekundu wa Msimbazi Simba kufika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, wanazidi kujikusanyia kitita cha fedha huko katika shirikisho la soka hapa nazungumzia barani Afrika kafu, kutokana na kuweza kufanya vizuri katika mashindano hayo. Ni kwamba kwa sasa Simba inazidi kuwa na pesa nyingi katika akaunti zao za benki, kiasi ambacho kinachofanya klabu ya Simba iweze kuvunja benki yao kwa ajili ya kuweza kumpata maestro Feitoto. Sasa inavyoelezwa kwamba klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kupitia rais wake mwenye heshima, hapa nazungumzia tajiri Mo Dewji, ambapo leo hii ameweza kutua Dar es Salaam Tanzania, akitokea pale Dubai katika maskani yake mpya ambayo anaishi kwa sasa, ambapo leo hii amefanya kikao kizito na wajumbe wa bodi ya wakurugenzi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kikao hicho kilikuwa kikiweza kujadili mambo kadha wa kadha, ikiwemo sakata la
dabi ya Kariakoo, sakata pia ilo ambao walikuwa wakiweza kulijadili, lakini pia wakiweza kujadili fainali yao ya kombe la shirikisho barani Afrika waifanye vipi, waiende vipi ili kuweza kulibakisha taji la kombe la shirikisho barani Afrika hapa nyumbani Tanzania. Sasa kikosi cha klabu ya Simba Sport Club pia wakiweza kujadili kuhusiana na mwenendo huo, huku wakitangaza kwamba kuachana nyota baadhi ambao wanaona kwamba pengine hawastahili kuingia kwenye kikosi chao. Hivyo basi na jina la Feitoto ndipo ambapo lipoweza kutajwa na kiongozi huyo, akiweza kuweka bayana kwamba yuko tayari kuweza kumalizana kwa kiasi chochote cha pesa ambacho kitakachokuwa kikiweza kuhitajika, ataweza kukiongezea kama sehemu ya kuweza kumpata Feitoto kwenye kikosi chao, kwani ni mahitaji ambayo kocha Fadlu Davis amekuwa akiweza kuyahitaji kwenye kikosi chake. Amekuwa akiweza kumtaja mara kadhaa Feitoto mbele ya viongozi wa klabu ya Simba, akiwaomba waweze kumpatia Feitoto, kwani wanaamini wakiwa naye wataweza kufanya vizuri katika eneo la namba 10 ambapo anacheza Jean Charles Ahoua, ambaye imeonekana kuwa ni changamoto kutokana kutokuweza kutimiza majukumu yake ipasavyo. Sasa taarifa inavyoeleza ni kwamba wamekutana leo hii kujadili juu ya mkataba mpya na ofa pekee iliyofika hapa. Nazungumzia kwa Feitoto, inaeleza kwamba ni zaidi ya shilingi mshahara wake utakuwa ukisoma milioni 40 kwenye kikosi cha klabu ya Simba, ambapo Faisal unaambiwa akitoka Azam sehemu pekee ambayo anakwenda ni Simba Sport Club. Kwa kifupi ni kwamba tayari hapa nazungumzia Rais Mo Dewji ameweza kukamilisha kila kitu ambacho kilichopo katika muktadha huu, ambapo Simba kwa mara nyingine mapema tu imeanza mipango ya kufanya utaratibu wa kuweza kuwasiliana na Azam FC ili kuweza kuomba namba ya kuweza kuwatumia miamara ya Feitoto, ambayo ofa ya Simba wakati huu imekaa kivingine, ambapo imeweza kuwa ni tofauti na ile ya kwanza ambayo ilikuwa ni mabadilishano ya mchezaji na kiasi cha pesa, lakini kwa mpango ambao Simba wamekwenda nao kwa sasa ni kuweza kuwapa ofa, kuwapa pesa taslimu Azam FC bila kuweza kumtoa Aishi Manula, kama Manula atauzwa kama tu mchezaji wengine ambao wanauzwa, lakini kumpata ama kupata saini ya Feitoto wamebidi watoe kiasi hicho cha pesa ambacho Azam walikuwa kiweza kuhitaji. Feitoto mwenyewe tayari ameonyesha nia ya wazi kabisa ya kuondoka na kwenye kikosi cha Azam na hayuko tayari kuelekea sehemu nyingine zaidi ya Simba kwa maridhiano ya klabu na klabu. Kwa hiyo inavyoelezwa ni kwamba tayari kila kitu kimeweza kumalizika, huku mjumbe wa bodi ya wakurugenzi Cletus Magoli ameweza kufichua siri. Anasema kwamba wanajua usajili ni vita, hiyo ni siri ya klabu na siwezi kusema lolote, lakini kama unavyojua Mo Dewji rais wetu ashindi lolote anapotaka kuimarisha Simba yake. Cletus Magoli mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ya Simba na mshauri wa rais wa klabu ya Simba, bana, kauli ya kuondoka nayo hapa kwa Cletus Magoli amesema ni kwamba Mo Dewji rais wetu ashindi lolote anapotaka kuimarisha Simba yake. Unaona bana, kwa hiyo jua lolote linaweza ikatokea kwa wakati wote. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.